Uchambuzi wa George Mbangile namna ambavyo alizitazama dakika 90 za mchezo Young Africans akishusha kipigo akiwa katika ardhi ya ugenini huko mkoani Tabora, akimtandika Tabora United mabao 3-1, lakini kubwa zaidi ni Yanga akilipa kisasi chake kwa Tabora United ambaye katika mchezo wa raundi ya kwanza Yanga akiwa nyumbani alikubali kichapo cha mabao 3-0 dhidi ya Tabora United, licha kwamba kumekuwa kuna vitu vingi vimejitokeza. Tabora mara baada ya kumtandika Yanga awamu ya kwanza waliona kama wanaweza kuendelea kumtandika Yanga akiwa nyumbani. Tambo zikawa nyingi, maneno yakawa mengi ambayo yakizungumzwa kwa kiasi kikubwa, lakini mambo ama ubao umewageukia Tabora United mabao 3-0 yakihusika. Mbangile ameandika yafuatavyo tathmini yake namna ambavyo ameutazama mchezo. Anasema nafikiri kocha wa Yanga aliongea maneno sahihi kuandaa wachezaji wake kucheza mechi ambayo haihusiani na neno kisasi, bali kucheza mechi iliyo katika mipango yao, kwamba jambo la kwanza wachezaji hawakutaka kufanya vitu ambavyo sio majukumu yao. Jambo la pili, hawakuwa na uharaka wa kulazimisha magoli, kufuata mpango, magoli yatakuja. Jambo la tatu, haina haja ya kuongeza nguvu sana, excessive force kwenye kuwania mpira na kusababisha faulo zisizo na msingi. Jambo la nne, baada ya hapo kuwa wafanisi mbele ya goli nafasi zikitengenezwa. Viungo watatu washambuliaji wa Yanga nyuma ya striker mmoja Mzize, Pacome pamoja na Maxi walikuwa na uhuru wa kubadilishana nafasi kulingana na mpira ulipo, space inayopatikana mpinzani alipo, muda ambao unapatikana na kila eneo la mpira. Na ndio maana namba 6 wa Tabora na walinzi wanne wa Tabora walikuwa mara nyingi sana wanachelewa kufika kwenye eneo la tukio, kutojua nani anamchukua nani. Leo Tabora wanajua kabisa walicheza na Yanga ambao waligoma kabisa kuwapa sababu yoyote ya kuwa mchezoni, kwa namna ya kwamba Tabora wasipate mwendelezo wa passing game, utengenezaji wa nafasi na umiliki wa mpira kwa muda mrefu. Kuna nyakati unaona kabisa wakivuka mstari, wakati wanachotegemea ni uwezo wa mchezaji mmoja kufanya jambo kubwa la kuwapa goli. Noti ya kwanza, Noeli nilipenda uwezo wake wa kukamata cross vizuri, alitumia kimo chake vizuri. Noti ya pili, Israel Patrick Mwenda alichofanya ni kutafuta eneo la kuweka mpira na kuachia golikipa utafanya nini? Kasi na power ya mpira. Noti ya tatu, Munganga alijitahidi sana kuilinda back four yake, lakini alikosa msaada mzuri. Noti ya 4, washambuliaji wa Tabora ni kama hawakuwa uwanjani. Credit hapa unawapa walinzi wa Yanga. Noti ya 5, Clement Mzize, Prince Dube wanahakikisha Yanga upatikanaji wa magoli unadumu kila mechi. Combination yao ilipaswa izae moja goli bora sana msimu huu, kama line 1 angekuwa makini. Noti ya 6, Pacome amerun the show, vitu bora vya Yanga vimepitia kwake leo. Full time Tabora United 0 Yanga 3. George Mbangile mchambuzi wa kimichezo bingwa kabisa ameweza kuandika hayo kwa yeye namna ambavyo alizitazama dakika 90 za mchezo, wapi ambapo Young Africans walipatia, lakini wapi ambapo Tabora United waliweza kukosea. Lakini ukitazama kwa kiasi kikubwa kocha mwenyewe ndiye ambaye amepatia kwa kiasi kikubwa kwa credit ya George Mbangile, kwamba kocha wa Young Africans Miludi Hamdi yeye ndio alizungumza vyema na wachezaji wake kutokwenda katika huu mchezo kwa nia ya kisasi, bali waende kwa nia ya kuzitaji pointi 3 muhimu ambazo zinatakiwa kupatikana wakiwa wametulia katika nafasi zao, lakini kubwa zaidi wakiwazuia Tabora kuwapa nafasi ya kucheza mpira, ya kumiliki mpira pia kwa kiasi kikubwa, lakini pia kutokufanya makosa mbalimbali ambayo yanaweza kuzalisha madhambi mengi. Israel Patrick Mwenda ameendelea kuaminiwa na kocha Miludi Hamdi kuanza kwenye kikosi cha Young Africans, na matunda yameanza kuonekana leo. Goli la kwanza amelifunga yeye kwa mpira wa free kick na ameonyesha kiwango kizuri pia, lakini kwa upande wa Duke Abuya na yeye ameonyesha kiwango
kizuri. Pia ukitazama pia kwa upande wa Pacome Zozo, George Mbangile amemnyoshia mikono kwa kile ambacho kiwango ameweza kukionyesha na kuweza kumkosha George Mbangile mwenyewe kwa upande wake. Tabora ameonekana kutokuwa mchezoni, na yote hayo yametengenezwa na Young Africans mwenyewe. Maneno ya nje ya uwanja yamemalizwa ndani ya dakika 90 za mchezo. Huenda Tabora walitumia muda mwingi zaidi kuzungumza maneno ya nje ya uwanja na kushindwa kujipanga ama kuweka vitu vyao vizuri ndani ya dakika 90 za mchezo. Milioni 60 ambazo ziliahidiwa na Paul Chacha. Huyu tunazungumza ni mlezi wa Tabora United ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Tabora. Hazijazaa matunda yoyote, hata Tabora hawajapata hata goli la kufutia machozi kama ambavyo Young Africans walipata katika mchezo wa kwanza ambao walicheza na Tabora, na Tabora aliondoka na ushindi wa mabao 3-1. Tambo zilikuwa nyingi sana kwa afisa habari wa Tabora kuelekea huo mchezo, akiamini kwamba kama waliweza kuwafunga Young Africans wakaja kuwafunga Azam FC, bado wana nafasi tena nyingine ya kuwafunga Young Africans. Lakini kitu kimoja tu ilikuwa ni kwamba Yanga haitakuwa rahisi wao kukubali tena kupoteza mchezo mbele ya Tabora United. Lakini pia ukitazama namna ambavyo msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara unavyobana Yanga kwa sasa hivi, wanachotakiwa ni kushinda mechi zao zote ambazo ziko mbele yao ili kuondokana na mabaya ambayo yanaweza kujitokeza kwa upande wao. Na ndivyo ambavyo dakika 90 zimeamuriwa hivyo za mchezo, mabao 3-0 yakiweza kutokea, Tabora wakiwaachwa nyumbani kwao kwa mshangao pamoja na Young Africans, licha kwamba walianza kuzungumza mambo mengi wakihusisha pia mambo ya rushwa, wakionyesha kwamba Yanga kwa namna fulani wanahitaji kununua mchezo. Lakini dakika 90 zimeamua nani amekuwa bora, nani amesimama kwa imara na kuendeleza kile ambacho kilitakiwa kuendeleza. Young Africans ameendelea kujiweka kileleni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara akiwa na zaidi ya pointi 4 kwa mpinzani wake ambaye ni Simba, licha ya kwamba Young Africans yana advantage ya mchezo mmoja wana advantage ya mchezo mmoja mkononi, huko Simba akiwa na pungufu ya mchezo mmoja mkononi. Umetazama dakika 90, mchezaji gani ambaye amekukosha? Lakini wapi kwa upande wako unaona Tabora United wamefeli na Young Africans wameweza kufaulu katika huo mchezo? Young Africans ambao wamewakosa wachezaji kama Hardy Aucho, Stefani Azizi Ki, Kennedy Musonda wamekosekana kwenye mchezo, lakini bado hakujionekana mapungufu yoyote. Ubora umeendelea kuonekana kwenye kikosi cha Yanga. Tuambie maoni yako, lakini kubwa zaidi tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kwa mwanafamilia bora wa Mtanange TV kwa kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo.